Na baadhi ya mitazamo kama utaiondoa kwenye maisha yako, kurudisha chini na kukuvuta chini zaidi kuliko sasa ulivyo. Unajua, Robert Kiyosaki aliwahi kusema kwamba mtaji wa kwanza wa mwanadamu ni akili yake. Maana yake jinsi akili yako utakavyoitumia ndio utakavyofanikiwa zaidi au ndivyo utakavyokuwa fukara zaidi. Kwa maana yake ni nini? Akili ni mtaji wa kwanza, lakini akili inaongozwa na mtazamo wako. Kuna baadhi ya mitazamo kwenye maisha lazima uiondoe. Mtazamo wa kwanza unaitwa maturity, kujiona wewe kama bado ni mtoto mdogo. Huu ni mtazamo ambao umewarudisha watu wengi sana. Wamejikuta kwamba mpaka inakuja kufika umri mkubwa, lakini bado anajiona bado yeye ni mtoto. Ni mtazamo ambao ni hatari sana na umeathiri watu wengi kwenye maisha yao na kuja kujitia baada ya muda fulani. Mtu unakuta ana umri miaka 25 lakini bado anajiona yeye bado ni mdogo. Ni kitu ambacho lazima kiondoke kwenye maisha na ujiamini kabisa kwamba una uwezo wa kuanza kujitegemea na kuanza kufanya mambo yako wewe binafsi bila kusimamiwa na mtu yoyote. Hiki ni kitu cha msingi sana, lazima ufanye. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ukiondoe, mtazamo wa nomadic mentality, yani mtazamo wa kuhama-hama, kuanza kitu na kuahirisha. Huu ni mtazamo ambao ni hatari sana. Kama unataka kuwa mtu ambaye ni wa kufanikiwa na mtu ambaye umefanikiwa kama watu wengine ambao ni successful people duniani, lazima uondoe huu mtazamo. Watu waliofanikiwa duniani ni wale watu waliofanya mambo au jambo moja kwa muda mrefu sana. Kwa lazima ufanye jambo moja kwa muda mrefu sana pasipo kuhamahama. Ukiwa nomadic mentality, huwezi ukafanikiwa kwa sababu hutakuwa expert kwenye eneo moja. Kwenye dunia iwe successful, lazima uwe expert kwenye eneo moja. Pengine labda ni ufundi, lazima uwe expert kwenye eneo hilo. Ufundi na wenyewe uwe specific. Kama ni ufundi wa simu, uwe expert kwenye ufundi wa simu. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Huu mtazamo wa nomadic mentality wa kuanza kujaribu vitu vingi huku, hapana. Ni kitu ambacho naweza kukufahamisha na kurudisha nyuma pia. Kama unatamani kuwa mtu ambaye ni wa mafanikio, lazima ufanye jambo moja kwa muda mrefu sana, na hiki ndicho kitakuwa identity yako na dunia itakutambua kwa hiki. Kitu ambacho ni cha msingi sana. Kitu kingine ambacho nitakuwa ukiondoe ni consumer mentality, mtazamo wa kula kila kitu unachokipata. Mtazamo ambao ni hatari mno na umerudisha watu wengi sana kwenye maisha yao. Kila kitu unachokipata, kinachoingia kwenye mfuko wako, kula chote. Huu ni mtazamo ambao lazima uondoe kama kijana. Uwezo kufanikiwa. Watu wote waliofanikiwa duniani ni wale waliotumia kidogo zaidi wa kile wanachokipata. Hiyo principle, uwezo kufanikiwa zaidi ya hapo. Hiyo kitu cha msingi sana. Kitu kingine ambacho nitakuwa kiondoka kwenye maisha yako, mtazamo ambao ni victim mentality. Na hili mtazamo ambao ni hatari sana. Mtazamo ambao wa kuamini kama kwenye familia yako kama hakuna mtu yeyote aliyefanikiwa na uwezo kufanikiwa. Huu mtazamo unafunga akili yako na kutokuziona fursa na kuamini kwamba wote waliofanikiwa aidha wamejiunga kwenye nguvu fulani, aidha Freemason, Illuminati na vitu vingine. Ni kweli pia wapo, lakini huu mtazamo usiruhusu utawala maisha yako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Ukishauondoa huu mtazamo, akili yako itafungua mianya ya kuona nini cha kufanya ili kujitoa kwenye mfumo wa maskini. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Lazima uiondoe hii mtazamo. But Mungu akubariki. See you.